Zanzibar ni kisiwa kinachotegemea sana bahari, na hii ni kutokana na matumizi makubwa ya wakazi wa Zanzibar kuitumia bahari katika nyanja mbalimbali ikiwemo uvuvi, utalii, usafirishaji na kilimo cha mwani. Licha ya Zanzibar kukumbwa na mabadiliko ya tabia ya nchi kama vile uchafuzi wa mazingira na uvuvi haramu ambao umekuwa ukihatarisha rasilimali za bahari, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu imelenga kutumia rasilimali za bahari katika njia endelevu. Zanzibar kama ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna mikakati ya kwenda kuadvocate kwamba nini tumefanya na nini tunahitaji kushirikiana na wenzetu kuhakikisha kwamba tuna bahari ambayo ni endelevu. Zanzibar ukilinganisha na sehemu nyingi, Zanzibar bado bahari yake ni nzuri, lakini hii haimaanishi kwamba itaendelea kuwa hivyo kwa muda mrefu. Kwa sababu Zanzibar sio nchi ya viwanda vikubwa, kwa hiyo ni kusema kwamba hakuna uharibifu mkubwa kwenye maji yetu ya bahari, na ndio maana unakuta mazao ya bahari yanatoka Zanzibar mengi yanakuwa considered kama organic kwa sababu hakuna uharibifu wa mazingira. Lakini hii haitakuwa hivi maisha kama hatutochukua juhudi za madhubuti za kuhifadhi. Kutokana na changamoto hizi, serikali na mashirika mbalimbali yameanzisha mikakati ya kulinda bahari huku wakizingatia mahitaji ya wakulima wa mwani, hususan kina mama ambao wamekuwa mstari wa mbele katika sekta hii. Zanzibar kwa ujumla wake zaidi ya 75% ya watu wake kwa siku wanategemea ecosystem ya bahari. Aidha iwe uvuvi, iwe utalii, kilimo cha mwani, kilimo cha majongoo bahari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi swali hili tunalichukulia very seriously, na ndio maana tuna mkakati maalum wa kupambana na hayo mambo. Kwa mfano, sasa hivi tumeanza ku-experience kwamba zao la mwani linaharibika linalolimwa katika maji madogo. Kwa hiyo tumeanza ku-empower wakulima wa mwani ambao zaidi ya 80% ni wanawake kusogea mbele kidogo kwenye maji makubwa ambao bahari kidogo ina ubaridi na zao lao linaweza kustahimili. Wavuvi wadogo sasa tunaanza kuwaondoa katika kuvua katika maji madogo waende maji makubwa, lakini kikubwa tunawapeleka kwenye aquaculture kupunguza pressure katika bahari. Mikakati ya Zanzibar ya kulinda bahari imekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kina mama wanaolima mwani wanaendelea kunufaika na rasilimali hii bila ya uharibifu. Kupitia ushirikiano kati ya serikali, mashirika ya kimataifa na jamii, Zanzibar inazidi kwa mfano wa mafanikio katika uhifadhi wa bahari na maendeleo endelevu ya uchumi wa buluu. Safia Hussein, ASAM Online TV.